sema na maisha yetu Bwana. Nenda ukatujenge na kutuimarisha. Tunatamani kusikia zaidi kutoka kwako, na yote ambayo Bwana utasema nasi yakafanyike kuwa halisi katika maisha yetu. Tunajiachilia katika neema yako, ukatujenge, ukatusaidie na kutuimarisha sana. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen. Tunakwenda kujifunza somo linalosema namna ya kuwa mtumishi mwaminifu. Namna ya kuwa mtumishi mwaminifu. Namna ya kuwa mtumishi mwaminifu. Jambo ambalo natamani kila mmoja wetu aweze kufahamu tunapoanza ni hili: kila mwamini ni mtumishi wa Mungu, na kila ambacho Mungu ametujalia kuwa nacho ni mtumishi pamoja nasi. Kila mwamini, kila aliyempokea Yesu, kila aliyeitwa katika ufalme wa Mungu ni mtumishi wa Mungu. Kila aliyemwamini Yesu, kila aliyeokoka, kila aliyeitwa katika ufalme wa Mungu ni mtumishi wa Mungu, na kila ambacho Mungu amemjalia kuwa nacho ni mtumishi pamoja naye. Na kila ambacho Mungu amemjalia kuwa nacho ni mtumishi pamoja naye. Nianze kuliweka jambo hilo vizuri. Mara nyingi watu katika dunia tulio nayo wanaposema mtumishi wa Mungu, wanatazama tu wale watu ambao tunatumika katika madhabahu. Lakini Biblia inaweka wazi ya kwamba kila mtu ambaye amemwamini Kristo, kila mtu ambaye ameokoka, Mungu alipotuita kwake kupitia Yesu, tulipokubali na kuamini, pale tu tulifanyika kuwa watumishi wa Mungu. Na katika ufalme wa Mungu, Mungu anawatumia watu kwa namna mbalimbali, na sio katika ukomo wa shughuli za madhabahuni pekee. Katika ufalme wa Mungu, Mungu anatenda kazi na watu kama watumishi wake, si katika ukomo wa shughuli za madhabahuni pekee. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu katika zaidi ya eneo la ambalo anaweza kutumika akiwa madhabahuni. Tusipoelewa eneo hilo na kuwa na ufahamu huo, tunaweza kujikuta macho yetu na fahamu zetu yanatazama kumtumikia Mungu kwa wajibu anaoweza kuufanya mtu anapokuwa madhabahuni, na asiweze kufanya vizuri kwenye maeneo mengine nje ya madhabahu. Tunaenda pamoja Katika ufalme wa Mungu, kila mtu ambaye ameokoka, Mungu amemwita ili amtumikie. Na chochote ambacho huyu mtu amejaliwa kuwa nacho kwenye maisha yake ni mtendakazi pamoja naye. Nimekuja kugundua jambo moja katika ufalme wa Mungu, ya kwamba Mungu ana changamoto kubwa mbili katika ufalme kwa habari ya eneo la watumishi. Mungu ana changamoto kubwa mbili katika ufalme wake kwa habari ya eneo la watumishi. Changamoto ya kwanza ni kuwa na Wakristo wanaojijali wenyewe zaidi kuliko kujali kusudi la Mungu la kuishi kwao. Kundi la kwanza ni Wakristo wa binafsi wanaoishi kwa kujijali wenyewe zaidi kuliko kujali mafanikio ya makusudi ya Mungu kwenye maisha yao. Naomba niwaambie wanangu, maana ya maisha haipo katika kutosheleza mahitaji yetu na mipango yetu. Maana ya maisha kwa Mkristo ipo katika kushiriki kikamilifu mawazo ambayo yalimfanya Mungu akupe nafasi ya kuwepo duniani. Naomba nirudie. Maana ya maisha ya Mkristo haipo katika kutimiza malengo yake na mipango yake tu. Maana ya maisha ya muamini ipo katika kushiriki kikamilifu kutekeleza na kutimiza makusudi yaliyomfanya Mungu ampe nafasi ya kuishi duniani. Naomba niwakumbushe tu ya kwamba uwepo wa mwanadamu duniani
makusudi yake duniani. Maana yake Mungu asingekuwa na wazo alilotaka kulitimiza duniani, hakukuwa na sababu ya mtu kuumbwa na kupewa nafasi ya kuishi kabisa. Akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, akamiliki na kutawala. Maana yake uwepo wa mwanadamu duniani ulitokea kama matokeo ya Mungu kuwaza aliyotaka kuyatimiza. Maana yake maana ya maisha yetu itakuja tu tunapoamua kuishi kwa kutimiza yaliyomfanya Mungu kutupa nafasi ya kuwa hai. Naomba nikwambie jambo nyingine. Njia rahisi ya kufa vibaya na kufa wakati wowote ni kuishi pasipo kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Yaani ukitaka ufe vibaya ama ufe kirahisi wakati wowote ule, amua kuishi bila kutimiza kile ambacho Mungu alikupa nafasi ya kuwepo duniani. Changamoto ya pili ambayo inamsumbua Mungu katika ufalme kwa habari ya watendakazi au watumishi. Changamoto ya pili ni kukosa watumishi waaminifu. Kukosa watumishi waaminifu. Takaa hapo leo. Kukosa watumishi waaminifu. Unajua, ni rahisi sana kufikiri ya kwamba Mungu ana watumishi wengi duniani, lakini Mungu haangalii uwepo wa watumishi wake kwa kuangalia wangapi wamekubali kutumika shambani mwake. Anaangalia wangapi walio waaminifu katika utumishi wao. Unajua, tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanapima utumishi wa Mungu kwenye maisha ya mtu kwa vigezo ambavyo wanafikiri wao ya kwamba ndivyo Mungu anavyovikubali. Naweza nikawa ninahubiri vizuri na unabarikiwa, lakini kama silini sio mtumishi mwaminifu, haibadilishi ukweli mbele za Mungu ya kwamba mimi sio mtumishi wake. Hata kama kwa nje watu wananishangilia na kunifurahia, haibadilishi chochote. Moja ya changamoto katika ufalme ni uwepo wa watumishi waaminifu. Moja ya sifa ya mtumishi wa Mungu wa kweli kwenye ufalme ni uaminifu. Na Mungu akitusaidia hapa mbeleni, nitakuja kukuonesha mambo ambayo Mungu anayaangalia ili kumjua mtendakazi mwaminifu, ili ujipime katika mambo hayo. Bwana asifiwe. Tumesema kila mtu aliyeokoka ni mtumishi katika ufalme wa Mungu, na yote tulio nayo yanapaswa kutumika pamoja nasi kwa ajili ya Mungu. Na tumesema katika ufalme wa Mungu utumishi ni zaidi ya kufanya majukumu ya madhabahuni pekee. Na tumesema kila ambacho Mungu ametuamini kuwa nacho ni mtendakazi pamoja nasi. Ili uweze kunielewa, naomba niguse kidogo kwenye eneo la ndoa na familia, alafu nitakugusia na eneo jingine ili uone ya kwamba unaweza kumtumikia Mungu zaidi ya matumishi wa madhabahu tunaoweza kuufanya tukiwa kanisani. Nataka nikuoneshe eneo moja wapo la kwanza, ndoa na familia. Andika hapo, kama sehemu ya chombo cha utumishi kwenye maisha ya mtu. Ndoa na familia. Iko hivi wanangu, vijana wengi wanapofanya maamuzi ya kutaka kuingia kwenye ndoa na maisha ya familia, wengi huwa wanaitazama ndoa katika shauku zao na mipango yao, lakini hawaitazami ndoa kama chombo cha Mungu cha utumishi kinachoweza kutumika kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Ukifahamu ya kwamba ndoa na familia ni chombo cha Mungu kinachoweza kutumika kwa ajili ya kusudi la Mungu kwenye maisha, hauwezi kuoa yoyote na hauwezi kukubali kuolewa na yoyote. Ndio nilipogundua siri hii, moyo wangu ulikuwa na umakini mkubwa sana ya kwamba ninafanya maamuzi ambayo yasije yakaathiri kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ndoa na familia ni moja ya chombo ambacho Mungu anaweza kukitumia kama sehemu ya utumishi wetu
tunapokuwa duniani. Iko mifano mingi katika Biblia ya watu ambao walithibitisha ukweli huo. Utaona kwenye Mathayo 1 mstari wa 18 mpaka mstari wa 24, utaona kwa habari ya ndoa ya Yusufu na Mariamu. Mathayo 1:18 mpaka 24. Utaona hapo Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu alipotaka Kristo azaliwe duniani, Mwokozi wa ulimwengu apatikane, alilazimika kurejea kwenye taasisi inayoitwa ndoa, taasisi inayoitwa familia, na kutokea huko ndiko ambako Kristo alifanya nini? Alipatikana. Kwa nini? Kwa sababu ndoa na familia ni chombo cha Mungu cha kusudi lake. Narudia tena, ndoa na familia ni chombo cha Mungu cha kusudi lake. Lakini pia mnakumbuka habari za Elkana pamoja na Hana kwenye Samueli wa kwanza 1 na mistari yote inayoendelea pale. Ndoa ya Hana na Elkana, Biblia inaeleza nini? Biblia inaweka wazi ya kwamba ilikuwa ni wakati ambapo taifa la Israeli limekuwa likishambuliwa na maadui. Mungu anataka kusalisha mwamuzi, mtu ambaye atakuwa na msaada kwa watu wake, ambaye ni Samsoni. Lakini ili huyu mtu apatikane, ililazimika kusuru hilo lipite katika nini? Ilikuwa ni habari ya Samuel. Ili aweze kupatikana mtu ambaye atasimama kwenye nafasi ambayo Ofni na Fineasi, watoto wa Eli, wameharibikiwa, Mungu anakwenda kupitisha Samueli kupitia kwa Elkana na Hana. Makuhani Ofni na Fineasi wameharibika juu ya nyumba ya Mungu, wanazini na wanawake hekaluni. Hali ya ibada haiko sawa. Mungu anapotaka kutengeneza hali ya ibada katikati ya jamii, Mungu anapotaka kutengeneza watu wake, anarejea kwenye familia, anampa Elkana na Hana Samueli. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ni chombo cha Mungu cha utumishi kwenye ufalme wake. Kwa hiyo kwa lugha hii najaribu kusema nini? Mliopo kwenye maisha ya ndoa na wale mnaotazamia kuingia kwenye maisha ya ndoa, mnaweza kumtumikia Mungu kwa uaminifu kutokea katika maeneo hayo. Na ndiyo maana mtumishi wa Mungu yoyote ambaye anaweza kutumika madhabahuni lakini hawezi kutumika kupitia ndoa yake na familia yake, sijawahi kumwamini huyo. Mimi sijawahi kumwamini. Okay. Kwa wakati wako na muda wako utaangalia pia kwenye Biblia huko kwenye habari ya kwenye Matendo ya Mitume, habari ya Priscilla na Akila, Biblia inaeleza. Lakini pia eneo la pili ambalo watu wanaweza kumtumikia Mungu nalo nje ya madhabahu ni biashara, kazi na taaluma zetu. Biashara, kazi na taaluma zetu. Biashara, kazi na taaluma zetu. Kwa hiyo kwenye eneo la kwanza tumeona kwenye eneo la ndoa na familia, Mungu anatafuta watumishi waaminifu huko. Hakikisha unakuwa mtu mwaminifu kutokea kwenye hilo eneo. Mwaminifu kwenye ndoa yako, mwaminifu kwenye kuwalea watoto katika njia za Bwana, kuwafundisha na kuwaelekeza mambo yatakayowajenga na kuwasaidia kwenye imani yao. Lakini pia katika eneo la biashara, kazi na taaluma, naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Kazi au shughuli za kiuchumi tulizo nazo ni chombo cha Mungu cha kusudi lake. Kazi, taaluma na shughuli za uchumi tulizo nazo ni chombo cha Mungu cha kusudi lake. Kazi, shughuli za kiuchumi au taaluma tulizo nazo ni chombo cha Mungu cha kusudi lake. Mungu anaweza kutimiza makusudi ya ufalme kupitia kazi yako. Mungu anaweza kutimiza makusudi ya ufalme kupitia biashara unayoifanya. Mungu anaweza kutimiza makusudi ya ufalme kupitia ujuzi ama taaluma ulionayo. Bahati mbaya ni kwamba Wakristo wengi huwa mnaziona kazi mlizonazo kama chanzo cha mapato pekee. Ni kiwango cha chini sana cha ufahamu, hata dunia inaona hivyo. Kila shughuli unayoifanya Mungu anaweza kuitumia kama sehemu ya utumishi wake. Swali la kujiuliza,
katika kazi yako, katika biashara yako, katika taaluma yako, ufalme wa Mungu unanufaika kiasi gani na hicho ulicho nacho? Muulize mwenzako, ufalme wa Mungu unanufaika vipi na taaluma yako? Utaona Luka 5 mstari wa 1 mpaka wa 7. Tutasoma hapo Luka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema, ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano hali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Biblia inasema siku moja Yesu asubuhi akaenda kando ya ziwa akiwa anataka kuhubiri Injili. Akamkuta Petro ameweka vile vyombo pale kando. Biblia inasema akamuomba zile boti alizokuwa nazo. Yesu akazitumia akahubiri Injili. Na baada ya hapo ndipo Petro anaambiwa, vichukue vyombo uende ukateke samaki, ukavue samaki. Anamwambia, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha hatukupata kitu. Naomba uone hili jambo. Miaka yote Petro alikuwa anaziona boti alizonazo kama chombo pekee kinachoweza kumsaidia kuvua samaki. Lakini Yesu anapokuja anakiona chombo alichonacho Petro ni zaidi ya kumpa samaki na kumfanikisha kwenye biashara. Anaona ni kitu kinachoweza kutumika kwa ajili ya Injili kuweza kwenda mbele. Kazi yako ni zaidi ya fedha inayokupa. Inaweza kuwa sehemu ya manufaa kwenye ufalme wa Mungu. Kabisa. Kabisa. Waefeso 4:28. Biblia inasema hivi. Waefeso 4:28. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Waefeso 4:28. Ilikuwa ni wakati ambapo Mtume Paulo anazungumza na waamini wapya. Anaongea nao ya kwamba kwa kuwa sasa mmeokoka, acheni maisha ya zamani ya wizi mliokuwa nayo, maisha ya kuchanganya mambo na kudhulumu watu ili kupata fedha. Anawaambia hivi sasa, nendeni mkafanye kazi, aliyekuwa anaiba asiibe tena. Jambo la kushangaza ukisoma hayo maandiko, hasemi mkafanye kazi ili muweze kupata chakula. Anasema hivi, ili mpate kuwa na uwezo wa kuwasaidia wahitaji. Maana yake ni nini? Anawaambia hivi, kazi mnazozifanya na riziki mnayoipata sio kwa ajili ya maisha yenu tu, lakini lazima iwe na nafasi ya kuyagusa maisha ya watu wengine kwenye ufalme. Na nielewa sasa Unaweza kumtumikia Mungu kupitia kazi, kupitia biashara, kupitia taaluma ulio nayo. Utaona Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 40. Hatutasoma lakini nitakuelezea. Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 mpaka wa 40. Utaona kwa habari ya Dorcas, namna ambavyo huyu mtu alikuwa na ujuzi wa kushona, namna ambavyo alikuwa akifanya biashara ya utaalamu kutokea katika eneo hilo, na Biblia inasema alikuwa akiyagusa maisha ya wengine kutokea katika kile alichokuwa anakifanya. Hata wakati alipokuwa amekufa, Biblia inasema wakatalazimika wamuite Petro, na wale wajane wakawa wanaonesha zile kazi na nguo alizokuwa amezifanya kwa ajili yao. Kwake alichokuwa anakifanya haikuwa biashara tu, lakini pia aliitazama biashara na shughuli aliyoifanya kama sehemu ya ufalme wa Mungu katika hiyo.
Nimekwambia kila mtu aliyeitwa katika ufalme wa Mungu ni mtumishi wa Mungu, na kila tulichojaliwa kuwa nacho ni mtendakazi pamoja nasi kwenye ufalme wa Mungu. Utaona kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 22, tutasoma naweza kuelezea pia. Mwanzo sura ile ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 22, utaona wakati ambapo Mungu alikuwa anazungumza na Nuhu, akimweleza namna ambavyo akimpa vipimo atakavyoweza kutumia ili kujenga safina. Nilipokuwa nikisoma haya maandiko nikagundua jambo ya kwamba Nuhu alipokuwa anapewa vipimo vya kujenga safina, Mungu alikuwa anazungumza naye kutokea katika kona ya taaluma na ujuzi aliyokuwa nao katika habari ya ujenzi. Unajua Mungu hawezi kuzungumza na wewe katika lugha ambayo hauielewi. Mwambie mwenzako, Mungu hawezi kuzungumza na wewe katika lugha ambayo hauielewi. Kwa hiyo wakati akiwa anazungumza naye na kumwambia kujenga safina, alikuwa akimpa vipimo kwa sababu alikuwa na ujuzi na ufahamu katika ujenzi unaohusiana na mambo ya namna kama hiyo. Kwa hiyo ujuzi aliyokuwa nao Mungu aliuona kama mtaji unaoweza kutumika kujenga safina na kuokoa kizazi cha wakati wake. Taaluma, kazi, biashara ni mtendakazi pamoja nawe katika ufalme wa Mungu. Unaweza usipate nafasi ya kusimama madhabahuni na kuhubiri, lakini hakikisha ukosi nafasi ya kumtumikia Mungu kwa namna nje ya madhabahu. Unasikia ninachosema? Unaweza usipate nafasi ya kusimama madhabahuni na kuhubiri, lakini hakikisha haukosi nafasi ya kumtumikia Mungu kwa namna nyingine nje ya madhabahu. Ni muhimu sana. Kila mtu katika ufalme wa Mungu ni mtumishi, na Mungu anatafuta watu waaminifu. Bado anajenga msingi ili uone ya kwamba kila mtu katika ufalme wa Mungu ni mtumishi, na kila alichonacho kinaweza kutumika pamoja naye. Alafu baadaye ndio nitakuleta kwenye ishu ya mtumishi mwaminifu. Okay. Utaona Kutoka 31 mstari wa 1 mpaka wa 11, utaandika hapo. Kitabu cha Kutoka 31 mstari wa 1 mpaka wa 11. Utaona wakati ambapo Mungu alikuwa anataka Musa atengeneze hema ya kukutania, akampa watu wawili wanaoitwa Bezaleli na Oliabu. Biblia inasema Mungu alikuwa amewajaza hekima, alikuwa amewajaza akili na ufahamu katika utengenezaji wa vifaa mbalimbali, dhahabu na vitu vingine kwa ajili ya ile kazi. Hema ya kukutania inatakiwa kujengwa, lakini ili ifanikiwe Mungu anarudi kwa watu walio katikati yake ambao wamewekeza ujuzi, maarifa na ufahamu ndani yao. Soma hapo maandiko vizuri, utawaona hao watu na namna ambavyo ilifanikiwa. Lakini pia tunaweza kumtumikia Mungu kupitia huduma, vipawa na karama. Hapo watu wengi sasa ndo wanajisigi ndo watumishi wa Mungu. Huduma, vipawa na karama. Huduma, vipawa na karama. Na ninapozungumza huduma, vipawa na karama, unaanza kugundua ya kwamba adui amelizuia kanisa kumtumikia Mungu kwa namna mbalimbali. Amelibakisha kanisa na Wakristo kuona utumishi ni kwenye eneo moja la huduma, karama na vipawa. Ndio mahali anacheza na ufahamu wetu. Na ndio maana mtu anaweza kumtumikia Mungu kwa kipawa au karama kanisani, lakini haoni kazi aliyonayo kama mtumishi wa Mungu pamoja naye. Utaona kwenye Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 6. Wakorintho wa kwanza 12 4 mpaka 6. Anasema basi pana tofauti za karama, lakini yeye ni yeye, Roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Anasema tena pia kisha kuna tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Utaona pia Petro wa kwanza 4 na mstari wa 10. Petro wa kwanza 4 na mstari wa 10. Lakini pia tunaweza kumtumikia Mungu kupitia vyeo au nafasi ambazo Mungu anatujalia kuzipata. Vyeo au nafasi ambazo Mungu atatujalia au ametujalia kuvipata. Vyeo au nafasi ambazo Mungu ametujalia kuzipata.
Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 36, Biblia inaongea jambo. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 36, Biblia inasema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Akiisha kulitumikia kusudi la Mungu, akiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu kwenye kizazi chake, Biblia inasema Daudi akafa. Tusikilizane vizuri. Daudi hakuwahi kuwa kuhani, wala Daudi hakuwahi kuwa nabii, wala Daudi hakuwahi kuwa kama walivyokuwa wakina Yoshua na watu wengine. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Matendo inamtaja kama mtumishi wa Mungu. Daudi alikuwa ni kiongozi katika taifa, lakini nafasi ambayo Mungu alimweka Daudi alitambua na kujua ya kwamba sio cheo tu, hii ni nafasi ya utumishi kwa ajili ya Mungu. Ndipo huku Matendo anasema akiisha kulitumikia kusudi la Bwana, akiisha kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kutokea kwenye nafasi aliyopewa, akafa. Tunaweza mtumikia Mungu kupitia nafasi au vyeo ambavyo Mungu anatusaidia kuwa navyo. Nazungumza na watu ambao Mungu ameanza kuwapa nafasi na watu ambao Bwana atawapa nafasi nyingi. Ni muhimu sana kuyaelewa haya mambo. Nafasi yoyote ambayo Mungu atakupa kwenye taaluma yako, nafasi yoyote ambayo Mungu atakupa kwenye kazi yako, ione ya kwamba ni mtendakazi pamoja nawe kwenye ufalme wa Mungu. Na moyo wako ukijua na kutambua hilo, inasaidia kuondoa kiburi cha uzima ndani yako, lakini pia inasaidia kuwatendea wengine kwa ukarimu. Narudia tena, kutambua ya kwamba nafasi, vyeo ama uwezo ambao Mungu ametusaidia kuwa nao ni watendakazi pamoja nasi katika ufalme wa Mungu. Andiko jambo litakusaidia sana. Kutambua kuwa nafasi, cheo ama uwezo ambao Mungu ametujalia kuwa nao, kutambua nafasi, cheo ama uwezo ambao Mungu ametujalia kuwa nao, kuwa ni mtendakazi pamoja nasi katika ufalme wa Mungu, kuwa ni mtendakazi pamoja nasi katika ufalme wa Mungu, hutusaidia kuwa wanyenyekevu na kuwatendea wengine kwa upendo. Hutusaidia kuwa wanyenyekevu na kuwatendea wengine kwa upendo. Inashughulikia kiburi. Unajua, sio mimi ila Mungu ameniamini. Sio mimi ila Mungu ana makusudi na hichi ambacho amenipa. Na niomba niwaambie kitu kingine wanangu. Kila wakati Mungu anapokupa nafasi, kila wakati Mungu anapokuweka mahali, hakikisha unawaonyesha watu wanaokuzunguka ya kwamba niko hapa nilipo kwa sababu ya Mungu ninayemwabudu. Niko hapa nilipo kwa sababu ya Mungu ninayemwabudu. Waonyeshe ya kwamba akiondoka Mungu kwenye maisha yangu, mimi sio kitu. Watu wengi Mungu anapowainua na kuwaweka kwenye nafasi, mnajitahidi kuficha ukweli na kutaka kuwaonesha watu ya kwamba ni akili zenu, ni bidii zenu zimewafikisha na kuwaweka mlipo. Uongo. Uongo. Mbele mwenzako uongo. Utaona kwenye kitabu cha Esta 4 mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inaongea kitu tena hapo. Esta sura ile 4 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Biblia inasema, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo?
Ilikuwa ni wakati ambapo Mordekai amepata taarifa ya kwamba Hamani anataka kuangamiza Wayahudi wote na kulifuta kumbukumbu lao duniani. Akakumbuka ya kwamba nina binti yangu Esta yuko kule ikulu, ni malkia, ni mke wa mfalme. Biblia inasema akapelekewa taarifa Esta juu ya uovu unaotaka kufanyika juu ya watu wa Mungu, Israeli kufutwa juu ya uso wa nchi. Biblia inasema Esta hakuonyesha ushirikiano au kutaka kutoa msaada kwenye hilo jambo. Taarifa zikamrudia mjomba wake Mordekai. Mordekai akamwambia hivi, nendeni mkamwambie Esta ya kwamba afikiri mara mbili. Mungu asipotusaidia kupitia yeye atafungua mlango wa kutusaidia kwa namna nyingine, ila awe na uhakika Mungu atakapotokea na kutusaidia, yeye na watu wa nyumbani mwake hawatakuwa salama. Alafu anamwambia hivi, ni nani ajuae ya kwamba Mungu amekupa nafasi ulionayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wake jambo hili litakapotokea? Nani ajuae, Esther? Nani ajuae? Anamkumbusha, anamwambia Mungu ni Mungu wa kusudi. Alikupa nafasi ulionayo, alikupa cheo ulicho nacho ili kuokoa taifa lake kwa wakati kama huu. Anamuonesha Esa ya kwamba nafasi ulionayo ni mtendakazi pamoja nawe katika ufalme. Ni mtendakazi pamoja nawe katika ufalme. Katika sehemu hiyo nilikuwa najenga msingi juu ya ile statement ya kwanza niliyoisema ya kwamba katika ufalme wa Mungu kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Sawa? Tumeona na tunaweza mtumikia Mungu kwa namna nyingi zaidi ya madhabahu. Tusibaki wote kwenye madhabahu pekee. Kuna maeneo mengi ambayo Mungu anatarajia kuona tunawajibika katika ufalme. Tunaelewana vizuri Ya madhabahuni tutayafanya, lakini nje ya madhabahu pia Mungu anatuona sisi ni watendakazi katika namna mbalimbali. Lakini pia nikawa naonesha hapo kuthibitisha ukweli wa kile kitu nilichosema kwamba kila tulicho nacho ni mtendakazi pamoja nasi katika ufalme wa Mungu. Kumbuka tunajifunza somo linalosema namna ya kuwa mtumishi mwaminifu. Namna ya kuwa mtumishi mwaminifu. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Mungu hapimi tu ukubwa wa kazi tunayofanya katika utumishi, bali uaminifu tunaouonyesha katika yale aliyotuamini. Mungu hapimi tu ukubwa wa kazi tunazofanya katika utumishi. Mungu hapimi tu ukubwa wa kazi tunazofanya katika utumishi, bali kwa uaminifu tunaouonyesha katika mambo aliyotuamini. Bali uaminifu tunaouonyesha katika mambo aliyotuamini. Mathayo 25 mstari wa 21, nataka nikuoneshe tu ya kwamba Mungu anafurahishwa na watumishi waaminifu. Mathayo 25 mstari wa 21 inasema, Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Takuja kuelezea kule mbeleni kwa habari ya hilo andiko vizuri. Lakini angalia pia Wakorintho wa kwanza 4:17. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 17. Biblia inasema, kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana. Timotheo aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana. Paulo anamtaja mchungaji Timotheo kama kijana na mtumishi mwaminifu katika Bwana. Angalia Wakolosai 1:7-8. Wakolosai 1:7-8. Biblia inasema, kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Kwa kanisa la Kolosai anamtaja Epafra kama mtumishi mwaminifu. Tutakuja kuona kule mbele Mungu anapimaje utumishi mwaminifu.
Naomba pia ufahamu jambo jingine litakalo kusaidia. Uaminifu katika utumishi wetu huanza kwa kutambua matarajio ya Mungu katika wajibu au nafasi aliyotuamini kuwa nayo. Uaminifu katika utumishi wetu, uaminifu katika utumishi wetu huanza kwa kutambua matarajio ya Mungu, matarajio ya Mungu katika wajibu au nafasi aliyotuamini kuwa nayo. Ili uweze kuwa mtumishi mwaminifu, ni lazima uanze kwa kutambua matarajio ya Mungu kwenye kile ninachokifanya ni mimi. Ili unapofanya, unafanya ukijipima na kujilinganisha na kile ambacho Mungu anatarajia kutoka kwako. Uaminifu katika utumishi wetu huanza kwa kutambua matarajio ya Mungu katika wajibu au nafasi aliyotuamini kuwa nayo. Yohana 6:38 Biblia inasema, Yohana 6:38 inasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Yesu anaitwa mtumishi mwaminifu, na mahali pengine anaeleza ya kwamba aliishi ili kuyafanya mapenzi ya Baba yake aliyempeleka, kwa sababu aliyajua. Sasa tamani tukaangalie mambo ambayo Mungu yatazama kwa mtumishi mwaminifu. Mambo ambayo Mungu huyatazama kwa mtumishi mwaminifu. Chochote unachotumika katika ufalme wa Mungu kwa kukifanya, Mungu anatazama uaminifu. Mungu anapotazama uaminifu, anatazama nini kwenye maisha? Uaminifu sio kufanya tu. Je, ni kufanya kwenye namna ambayo Mungu anaitarajia? Je, ni kwenye namna ambayo Mungu anaitazamia? Usipoelewa na kutambua mambo haya, unaweza kujikuta umeishi umefanya mambo mengi katika ufalme, alafu mwisho katika ile thawabu na siku ya hukumu unashangaa hauna kitu. Mwambie mwenzako itakuwa ni huzuni kuu. Mambo ambayo Mungu yatazama kwa mtumishi mwaminifu. Kabla tujaanza kuyaangalia, naomba ufahamu jambo hili ya kwamba uaminifu ni kitu ambacho kinaweza kuonekana kwenye maisha ya mtu. Uaminifu ni kitu ambacho kinaweza kuonekana kwenye maisha ya mtu. Yaani kama watu wanaweza wakamuona mtu na wakasema huyu ni mwaminifu na huyu sio mwaminifu, Mungu naye ana vigezo vyake ambavyo akiviangalia na kuvitazama anaweza akasema huyu ni mtu mwaminifu au sio mwaminifu. Uaminifu ni kitu ambacho kinaweza kuonekana. Utaona ukweli huo kwenye Timotheo wa kwanza 1 mstari ule wa 12. Timotheo wa kwanza 1 mstari wa 12 anasema, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka kuwa katika utumishi wake. Aliyeniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Yako mambo kadhaa, hatutamaliza yote, lakini nitagusa kwa sehemu ambayo Mungu huwa anayatazama anapoangalia watu na kuwaweka kwenye kundi la mtumishi mwaminifu. Namba moja, namna tunavyozalisha zaidi ya tulichopewa. Namna tunavyozalisha zaidi ya tulichopewa. Namna tunavyozalisha zaidi ya tulichopewa. Nimeandika hapa nikasema, moja ya vipimo vikubwa ambavyo Mungu hutumia kupima uaminifu wa mtumishi ni kuangalia kile alichomkabidhi na matokeo yanayopatikana kutokana na kile alichopewa. Moja yapo ya kipimo kikubwa ambacho Mungu anakitumia kumwangalia mtumishi mwaminifu ni kuangalia alichomkabidhi na matokeo yanayopatikana kutokea katika kile alichompa ama kile alichopewa. Mungu akitaka kukuona ama kujua kama wewe ni mtumishi mwaminifu, anaangalia kile ambacho amekupa
na anaendelea kutazama kwa kiwango gani unakiongezea thamani kile alichokukabidhi na kuwa na matokeo zaidi ya kile alichokupa. Watu wa kawaida wanaweza kukuona mwaminifu kwa sababu wanakuona unafanya, si ndio? Kwa sababu wanaona unatekeleza wajibu. Mungu anapotazama na kupima uaminifu wa watumishi wake, anaangalia ni kwa kiwango gani wameweza kukiongezea thamani kile ambacho amewapa. Nimeandika hapa nikasema pia, uaminifu si kutunza tu kile tulichopewa, bali kukiongezea thamani ili kizae zaidi kwa utukufu wa Mungu. Pointi ya msingi sana. Uaminifu si kutunza tu kile tulichopewa. Uaminifu si kutunza tu kile tulichopewa, bali ni kukiongezea thamani ili kizae zaidi kwa utukufu wa Mungu. Ni muhimu sana kuangalia Mungu amewekeza kiwango gani ndani yako, na je, muda unapokwenda unakuwa? Naomba niwaambie watu wa Mungu, chochote kisichokuwa tafsiri yake kimedumaa. Na nielewa Mungu anapopima uaminifu wako, anaangalia kile alichowekeza ndani yako kinakuwa, matokeo yanaongezeka, ubora unapanda, ama upo katika kiwango kile kile. Kuna kitu ambacho watu wengi hamjui. Moja ya kitu ambacho Mungu amewapa watu wote duniani bure ni muda. Mwambie mwenzako muda. Sasa iko hivi, ongezeko la umri wako linatakiwa liambatane na ongezeko la matokeo makubwa kwenye maisha yako. Nasikitika kusema watu wengi wanasherehekea birthday wakiwa hakuna cha maana walichofanya kwenye maisha. Mwambie mwenzako jitafakari kwa upya. Wengi Mungu anapopima uaminifu anaangalia kile ambacho aliweka ndani yako kinaongezeka, kinakuwa, au kimebaki vile vile. Andika jambo hili litakalo kusaidia. Kila kitu alichoweka Mungu kwenye maisha yetu kinapaswa kuongezeka na kuzaa matunda zaidi. Kila kitu alichokiweka Mungu kwenye maisha yetu kinapaswa kuongezeka na kuzaa matunda zaidi. Naomba niwaambie kitu watu wa Mungu. Moja ya kitu ambacho Mungu hapendi kuona kwenye maisha ya watoto wake ni utasa. Sikia nichokisema Moja ya kitu ambacho Mungu hapendi kuona kwenye maisha ya watu wake ni utasa. Mungu anatamani kuona matokeo zaidi kwenye kila alichokuamini kuwa nacho. Na iko hivi, niwaambie, Mungu huwa anampa mtu mwanzo akitarajia kuona mwisho ulio bora zaidi kuliko mwanzo aliyompa. Mungu humpa mtu mwanzo akitarajia kuona mwisho ulio bora zaidi kuliko mwanzo aliyompa. Mungu akikupa kazi, amekupa mwanzo. Ni huzuni sana kama baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka 20, kitu pekee ambacho kazi yako imekusaidia na kuweza kwenye maisha ni kumudu gharama za kula na kushiba. Wewe unahitaji viboko. Nakwambia, Mungu akikupa biashara, amekupa mwanzo. Anatarajia kuona kadiri miaka inavyosogea ile biashara inakuwa, inaleta zaidi ya vile ulivyokuwa mwanzoni.
Uaminifu unahusisha uwezo wa kutumia ambacho Mungu amekupa ili kupata matokeo makubwa zaidi. Nilipokuwa nikisoma maandiko niligundua jambo hili, ya kwamba Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni, ila huanza kuleta kila kitu njiani tunapoelekea kuufikia mwisho ulio mbele yetu. Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni. Hilo jambo wewe unakumbuka mwanangu. Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni. Hampagi mtu kila kitu unachokihitaji kwa ajili ya kukamilisha mambo yako mwanzoni. Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni, ila huanza kuleta kila kitu kinachohitajika njiani unapoelekea mwisho wako. Ila huanza kuleta kila kitu kinachohitajika njiani unapokazana kuelekea mwisho wako. Na ndiyo maana katika eneo lolote la maisha yako usije ukasita kuchukua hatua ya kuanza jambo, kwa sababu ukiangalia mazingira yako unajihisi hauna kila kitu. Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni. Mungu huwa anampa mtu mwanzo. Inawezekana ukaonekana ni mdogo, inawezekana ukaonekana ni kama hautoshi mipango, malengo na kitu ambacho unafikiri ni sawa. Umenielewa? Ila kadiri unavyokaza kutumia ulicho nacho, unapokaza kuendelea zaidi kufanya, unashangaa kuna milango Mungu huwa anaanza kuifungua. Unashangaa kuna unayoyahitaji Mungu huwa anaanza kuyaleta. Mungu anapopima uaminifu anaangalia kwa kiwango gani tumeviongezea thamani vile ambavyo ametupatia. Utaona kwenye Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15 Biblia inasema hivi. Mwanzo 2:15 Biblia inasema hivi. Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Iko hivi, Adamu alipewa Edeni ili ailime na kuitunza, ila hakupewa Edeni iliyokuwa na kila kitu. Adamu alipewa Edeni ili ailime na kuitunza, lakini hakupewa Edeni iliyokuwa na kila kitu. Mungu anapomwambia ailime na kuitunza, tafsiri yake Mungu anamwambia nimekupa Edeni kama mwanzo unao wajibu wa kuzalisha zaidi katika vile nilivyokupa. Alimpa Edeni ila haikuwa na kila kitu. Kuna wajibu alitakiwa kufanya kama mtumishi mwaminifu ili kuongezea thamani kile ambacho Mungu amempa. Edeni ilikuwa ni nzuri, lakini haikuwa na kila kitu ambacho mwanadamu angekihitaji. Alitakiwa kuilima na kuitunza. Huwa nawaambia watu, ndoa ni wazo la Mungu ambalo ni zuri, lakini usipoilima na kuitunza haitakupa unachokihitaji zaidi. Mungu huwa anawapa watu Edeni ni nzuri, ni bora, lakini huwa haina kila kitu unachokihitaji. Anza na kile ambacho Mungu amekiweka katika Edeni yako ili kuzalisha na kupata zaidi ya kile ambacho Mungu amekiweka kwenye mikono yako. Mungu huwa hampi mtu kila kitu mwanzoni, ila huwa anaendelea kuleta kila ambacho mtu anakihitaji njiani anapokazana kuuendea mwisho ulio mbele yake. Utaona pia kwa wakati wako kwenye Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka wa 30. Mathayo 25 14 mpaka 30. Utaona hapo habari ya watu ambao walipewa talanta. Biblia inasema mmoja alipewa talanta 5, mwingine alipewa talanta 2 na mwingine alipewa talanta 1. Na baadaye bwana wao waliporudi akawa anataka hesabu ya kazi walioifanya. Biblia inasema
Yule aliyeleta 5 akapewa 5, akaleta 5 zaidi. Bwana wake akamwambia, mtumwa mwema na mwaminifu. Anaambiwa mtumwa mwema na mwaminifu, sio kwa talanta 5 alizopewa, bali kwa namna alivyoweza kuzalisha zaidi ya kile alichopewa. Naomba niwaambie wanangu, Mungu sio mwekezaji anayependa hasara. Mungu sio mwekezaji anayependa hasara. Chochote ambacho Mungu amewekeza kwenye maisha yako, hakikisha unakizalisha zaidi ya vile alivyokupa. Wanawashangaa sana watu ambao wanalalamika kwamba tumesoma na hakuna kazi. Una akili pumbavu wewe. Hivi unajua tu elimu ulionayo kuna watu wengine zilikuwa ni ndoto zao na hawakufanikiwa kuipata? Umekaa chini, umefundishwa, umepewa elimu, umepewa ujuzi, bado unalalamika ya kwamba maisha hayawezi kuendelea. Wewe una shida, una shida. Na nimekuja kugundua umasikini sio matokeo ya kutokuwa na rasilimali za kutosha, ni matokeo za akili za watu kulala zinazohitaji kuamshwa. Yeye unamkuta kijana kabisa analalamika ya kwamba nimesoma, nimemaliza chuo na hakuna cha kufanya. Msomi wa chuo kikuu unamaliza, unakaa miaka 5, miaka 10, hauna cha kufanya. Hauna cha kufanya kwenye dunia yako iliyojaa fursa nyingi, hauna cha kufanya. Mungu hampi mtu kila kitu mwanzoni, ila huwa analeta kila unachokihitaji anapoona unaendelea kuelekea mwisho. Na nikukumbushe jambo jingine. Moyo wako usipojifunza kumshukuru Mungu kwa kidogo alichokujalia kuwa nacho, hautaweza kumwambia Mungu asante hata wakati ambapo ataleta vingi. Moyo wako usipojifunza kumshukuru Mungu kwa kidogo alichokujalia kuwa nacho, hautaweza kusema asante hata katika wakati ambapo Mungu ataleta vingi. Mungu anapopima watumishi waaminifu, anaangalia kwa kiwango gani umeweza kuzalisha zaidi. Umefanya nini na kile alichokupa? Umefanya nini? Ni kweli umesherekea birthday juzi, Mungu amekusaidia, umeingia mwaka mwingine. Swali ni hili, umefanya nini na mwaka uliopita? Umefanya nini? Umefanya nini? Umefanya nini? Ni kweli umekula keki, ni kweli umetoka out na marafiki zako. Swali langu ni hili, ukiuangalia mwaka wako uliopita, umefanya nini? Umefanya nini? Mungu anapopima uaminifu wako, anaangalia umefanya nini na kile alichokupatia. Ni muhimu sana kuelewa hilo jambo. Utamuona Yusufu kama mfano mzuri kwenye Mwanzo 39 mstari wa 1 mpaka wa 6. Mwanzo 39 1 mpaka 6. Utamuona hapo Bwana Yusufu namna ambavyo alichukuliwa kama mtumwa. Alipokwenda kwenye nyumba ya Potifa, Biblia inasema akaaminiwa na kupewa kazi ya kuwa msimamizi na mfanyakazi kwenye project za Potifa. Alafu baada ya muda, Biblia inasema Potifa alipokuwa anaangalia, akagundua ya kwamba vitu vimeanza kuongezeka, project zinaenda zaidi ya faida aliyokuwa anapata zamani. Biblia inasema akagundua ya kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida, akaviacha vyote katika mikono yake. Mtu aliyejua ya kwamba chochote ambacho Mungu amekupa, anatarajia baada ya muda tofauti ionekane. Tangu umepewa kazi ulioaminiwa kufanya, kuna tofauti gani inayoonekana tofauti na vile ilivyokuwa kabla haujaja? Kuna tofauti gani? Na nimekuja kugundua
watu wengi wa kawaida, na nimekuja kugundua kwenye eneo la kazi pia, watu wengi hampendi kazi, mnapenda mshahara. Na mimi nafikiri nitafurahi siku moja kama dunia nzima itafika kwenye kiwango ambacho watu hawatalipwa mshahara kwa mwezi, ila watakuwa wanalipa kwa kiwango cha kazi walizoweza kuzifanya. Unajua hiyo inaamsha akili Ndio. Tumekuwa na kizazi cha watu wavivu, especially wanaofanya kazi kwenye maeneo ambayo anajua nifanye sana au nifanye kidogo, mshahara wangu uko pale pale. Nafikiri tukifika kwenye kiwango ambacho watu wanalipwa kwa kile walichodeliver, nafikiri hapo tutaamsha kizazi cha watu watakaokuwa na bidii kwenye kufanya kazi. Naomba Mungu anijalie macho yangu kuona wakati dunia yetu itakapofika hapo, wavivu watakuwa hawana mahali pa kujificha. Na jambo la pili ambalo Mungu analiangalia anapopima mtumishi mwaminifu. Mtumishi mwaminifu. Jambo la pili ni namna tunavyolinda tulioaminiwa nayo ili asiharibiwe au kushambuliwa na adui. Namna tunavyolinda tulioaminiwa nayo ili asiharibiwe au kushambuliwa na adui. Tumesema namna ya kwanza, Mungu anapopima uaminifu wetu anaangalia na tumefanya nini katika kile alichotuamini kuwa nacho, si ndio? Tumetumiaje? Tumezalisha faida kiwango gani? Lakini jambo la pili ni namna gani tunalinda tulioaminiwa nayo ili asiharibiwe au kuchukuliwa na adui. Biblia inaweka wazi ikimtaja shetani kwamba kazi yake huwa ni kuua na kuharibu. Kila ambacho Mungu amekupa kwenye maisha yako ni shabaha ya adui kwenye maisha yako. Narudia tena, wewe unakumbuka, ili ukiwa unaomba wewe unakumbuka. Kila ambacho Mungu amenipa kwenye maisha yangu ni shabaha ya adui kwangu. Afya njema ambayo Mungu amekupa kwenye maisha yako ni shabaha ya adui kwako. Ndoa ambayo Mungu amekupa kwenye maisha yako, watoto ambao Mungu amekujalia kuwa nao ni shabaha ya adui kwenye maisha yako. Shauku ya shetani siku zote ni kuona unakosa kila kitu. Ndio maana alipopiga mali za Ayubu hakuridhika, akasema nimepiga mali hawezi akabaki na watoto. Akapiga na watoto hakuridhika, akaona haijatosha, akaamua jambo la mwisho, nataka nichukue na uhai kabisa. Kila ambacho Mungu amekusaidia kuwa nacho huwa kinageuka kuwa shabaha ya adui kwenye maisha yako. Kwa kiwango gani unaombea afya ambayo Mungu amekupa? Kwa kiwango gani? Kwa kiwango gani unaombea kazi ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo? Nimewambia hapa, unaweza ukaona ni jambo la kawaida kuamka asubuhi kwenda kazini na kurudi. Kuna watu kazi ulionayo ni maombi yao zaidi ya miaka 5 sasa, na wakati mwingine wana sifa, akili, vigezo na uwezo kukuzidi. Mungu anapopima uaminifu wetu kwenye jambo lolote, anaangalia kwa kiwango gani tunakilinda kile alichotujalia kuwa nacho ili kisiharibiwe na adui. Utaona Daudi kama mfano mzuri kwenye Samueli wa kwanza 17:33 mpaka 37. Samueli wa kwanza 17:33 mpaka 37, Biblia inasema hivi: Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu
akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia umshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Daudi alipopewa kuchunga kondoo za mzee Yese, Biblia inasema alijua ya kwamba ameaminiwa. Hata wakati ambapo simba na dubu walipokuwa wanakuja, aliona ni bora kuhatarisha maisha yangu ili kulinda kondoo ambao baba ameniamini kuwachunga. Akawa anahatarisha maisha kwa ajili ya usalama wa kondoo. Biblia inasema Mungu alipokuwa akimtazama, akawa anagundua huyu jamaa ni mtu mwaminifu. Kwa hali ya kawaida, kuwaacha kondoo akakimbia simba na dubu walipokuja, ingeonekana ni sababu ya msingi na yenye maana, na hata yamkini angeeleza kwa baba, angeeleweka. Baba angesema uhai wa mwanangu ni bora kuliko kondoo. Lakini Daudi akasema, hapana, mimi ni kiongozi, nimeaminiwa, nitahakikisha ninapambana na kila hatari itakayokuja ili kulinda usalama wa kondoo. Mungu alipolitazama lile jambo kutoka sirini, akasema, huyu mtu ni mtu mwaminifu, naweza nikamwamini kwa habari ya taifa na watu wangu. Chochote ambacho Mungu amekupa, anapotaka kuangalia uaminifu wako, anaangalia kwa kiwango gani unapambana kuto kukipoteza katika mikono yako. Kwa kiwango gani unajitahidi kuwekeza katika eneo la ndoa na familia ambayo Mungu amekupa. Kwa kiwango gani unaendelea kuwekeza katika huduma ambayo Mungu amekupa. Kwa kiwango gani unaendelea kupambania kile ambacho Mungu amekuamini kuwa nacho kama sehemu ya kusudi lake kwenye maisha yako. Anapoangalia watu waaminifu, anaangalia watu wanaopambana kuto kupoteza yale ambayo Mungu ameyaweka kwenye mikono yao. Kwa kiwango gani? Kwa kiwango gani? Andika jambo hili litakusaidia. Mungu hutazama uaminifu wetu kwa namna tunavyolinda aliyotupatia. Mungu hutazama uaminifu wetu kwa namna tunavyolinda aliyotupatia. Napoelekea kumalizia, nikwambie jambo hili. Hakikisha aliyokuamini Mungu kuwa nayo katika maisha yako hayaharibiki au kufa katika mikono yako. Hakikisha aliyokusaidia Mungu kuwa nayo kwenye maisha yako hayaharibiki au kufa katika mikono yako. Ikiwa Mungu amekupa watoto, hakikisha unawalea, unawafundisha njia ya Bwana, unawakemea na kuwaonya, unawaombea ukiwataja kwenye maombi yako ya kwamba watoto wangu hawataharibikiwa wakiwa kwenye malezi yangu. Hawataharibika. 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 Hii nafasi ambayo Mungu amenipa kwenye hii ofisi hii haitaingia hasara kwa sababu yangu, ila itafanikiwa katika siku zote nitakazokuwepo hapa. Hakikisha kila ambacho Mungu amekusaidia kuwa nacho kama mtumishi mwaminifu hakiharibiki au hakifi kwenye mikono yako. Kila siku anamwambia Mungu, kanisa hili mahali hapa halitakufa katika mikono yangu.
halitadumaa nikiwa hai. Mungu anapoangalia uaminifu wetu, anaangalia kwa kiwango gani tunajitoa ili kuhakikisha usalama na ustawi wa yale ambayo ametusaidia kuwa nayo. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kutokuwatazama kwa umakini yale ambayo Mungu ametusaidia kuwa nayo ni ishara ya kutokujali. Ndiyo, kutotazama kwa umakini ambayo Mungu ametusaidia kuwa nayo ni ishara ya kutokujali kabisa. Kutokuangalia kwa umakini ambayo Mungu ametusaidia kuwa nayo ni ishara ya kutokujali. Utaona Mithali 24:30 mpaka 31 ikiwa ni andiko letu la mwisho. Isaya 24:30 mpaka 31 anasema, nalipita, Mithali 24:30 mpaka 31, nalipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mtu asiye na akili, kumbe lote pia limemea miba, uso wake ulifunikwa kwa viwavi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Anasema siku moja alipita karibu na shamba la mvivu. Mvivu alikuwa na shamba, amelima, amepanda, kuna mazao, lakini kwa kutokujali tu akaacha kupay attention. Kwa kutokujali akaacha kutimiza wajibu wake. Kwa kutokujali akaacha kupambania yale ambayo Mungu amemsaidia kuyapata. Anasema ukuta ukawa umebomoka, wanyama wanaweza kuingia, uharibifu unaweza kutokea. Alipoyatazama yale, anasema nikatazama, nikaona, nikapata fundisho. Kutokutazama kwa umakini yale ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo ni ishara ya uzembe, ni ishara ya kukosa uaminifu, ni ishara ya kutokujali. Kadiri unapoacha kuwa macho katika mambo ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo, ndivyo unavyofungua mlango wa adui kushambulia na kuharibu. Narudia tena, kadiri unapoacha kuwa macho katika mambo ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo, ndivyo unavyofungua mlango wa adui kushambulia na kuharibu. Adui hawezi kushambulia na kuharibu kirahisi maeneo ambayo moyo wako unatazama kwa umakini. Hawezi. Utaona ukweli huo kwenye Mathayo 13 mstari wa 24 mpaka mstari wa 27, likiwa ni andiko letu la mwisho. Mathayo 13:24 mpaka 27, Biblia inasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani na ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Anasema watu walipolala ndipo adui alipopanda. Kutokutazama kwa umakini mambo ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo, ili kumzuia adui asije akaharibu na kuleta mashambulizi yatakayoleta madhara katika maisha yako, ni ishara ya kutokujali, ni ishara ya kukosa uaminifu. Mungu anatamani katika kila eneo la maisha yetu tutumike pamoja na vitu tulivyo navyo kama watumishi waaminifu. Naomba tusimame.